Na baada ya kuona theory mbalimbali kuhusu giant, sasa ni muhimu kuangalia upande wa sayansi, kwa sababu swali kubwa bado linabaki. Kama kweli giant waliwahi kuishi duniani, je, kungekuwa na ushahidi gani? Katika dunia ya sayansi, madai makubwa yoyote mara nyingi hutaji ushahidi mkubwa. Wataalamu wa ecology, anthropology utafuta vitu kama mifupa, fossil, DNA, makaburi au mabaki ya maisha ya zamani ili kuthibitisha kuwa jamii fulani iliwahi kuwepo. Kwa mfano, tunajua kuwa dinosaur waliwahi kuwepo kwa sababu kuna mifupa yao, zana zao na sehemu walizoishi. Lakini hadi sasa hakuna fosili rasmi iliyothibitishwa duniani kuonyesha kuwepo kwa jamii ya giant wa kibinadamu. Hakuna mifupa iliyokubaliwa na sayansi kuonyesha kuwa kulikuwa na watu wenye ukubwa mkubwa sana kama wanavyoonyesha kwenye filamu. Ndio maana wataalamu wengi wanasema simulizi nyingi za giant zinaweza kuwa mythology au tamthili za kale. Lakini kuna jambo moja muhimu sana ambalo wataalamu wengi hulizungumzia. Zamani tofauti ya urefu kati ya watu ilikuwa inaweza kuonekana kubwa zaidi kuliko leo. Kwa mfano, ikiwa jamii moja ilikuwa na watu wafupi zaidi, alafu wakakutana na watu warefu wenye nguvu, wangeweza kuona kama majitu. Na mtu mwenye urefu mkubwa sana katika nyakati za kale angeweza kuonekana wa kutisha sana. Na kadri simulizi zilivyosimuliwa kizazi hadi kizazi, ukubwa huo ungeweza kuongezewa zaidi kwenye hadithi. Pia sayansi inajua kuwa kuna hali za kiafya zinaweza kufanya mtu awe mrefu kupita kawaida. Mfano ni ugonjwa unaohusiana na homoni za ukuaji, ambapo mwili unaweza kuendelea kukua zaidi kuliko kawaida. Baadhi ya watu duniani waliwahi kuishi walikuwa warefu sana kutokana na hali hizo. Lakini hata hivyo hawakuwa giant wa hadithi za movie, walikuwa binadamu wa kawaida, walikuwa na urefu mkubwa kutokana na hali za mwili. Na hapo ndipo tofauti kubwa ipo kati ya movie na reality. Katika filamu giant huonyeshwa kama viumbe vikubwa mno, wanaobeba vitu vikubwa, kuvunja majengo au kuwa na nguvu ambazo si za kawaida. Lakini sayansi haijawahi kupata ushahidi wa viumbe wa aina hiyo kuwahi kuishi duniani kama jamii ya kibinadamu. Lakini pamoja na yoyote, watu bado huvutiwa sana na hadithi za giant. Kwa nini? Kwa sababu hadithi hizi zinagusa mambo ambayo binadamu hupenda sana: siri, nguvu, historia iliyopotea na maswali yasiyo na majibu ya moja kwa moja.